Hivi vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vimepunguza kabisa hifadhi ya makombora ya Marekani. Kifupi ndivyo hivyo, na ndio maana unaona sasa hivi Donald Trump analilia zaidi mazungumzo, waweze kuzungumza wakae, hata pale ambapo Irani wamekataa kuwa hatuwezi kuzungumza mpaka utimize masharti haya, kwa sababu masharti aliyoweka Irani yako wazi kabisa. Kwanza, uhakikisho wa ulinzi wa Irani, alafu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz kwa 100% kwa Irani, alafu Marekani aondoe majeshi aliyoyaweka hapo karibu na Irani. Alafu ndio hapa sasa tuingie kwenye mazungumzo, lakini bado Donald Trump ameendelea kusisitiza lazima kuwe na mazungumzo, huku akitoa na vitisho, msipokubaliana na mazungumzo nitalipua Irani. Na Irani wakasema hatuwezi kuingia kwenye mazungumzo huku wewe unatutishia. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Marekani pale ilipo, hifadhi ya makombora imepungua sana. Hifadhi ya makombora, ukumbuke wametumia makombora mengi sana kwenye hivi vita ambavyo maskini wa Mungu wameingizwa tu. Mwana, havikuwa ni vita vyao hivi, wameingizwa tu. Kwa hiyo wamejikuta wametumia silaha nyingi sana kutaka kuiprove dunia, kuprove kwa ulimwengu kuwa wao ni taifa lenye nguvu duniani. Kwa lazima kila mmoja afuate, ajue ule ukubwa wa Marekani. Lakini mwisho wa siku unakuwa mkubwa ukimwonyesha nani ukubwa wako? Je, unaonyesha Wajemi ukubwa wako? Si kweli. Kwa hiyo sasa hapa ni nani sasa? Hapa nitaenda kuchambua ni nani amebaki na silaha nyingi na ni nani ana uwezo wa kutengeneza kwa haraka zaidi hizi silaha. Mfano, kwa upande wa Marekani, 45% ya hifadhi ya makombora ya Marekani imetumika. 45%. Kwa ina maana pale alipo Marekani amebaki na 55% tu. Je, wakiingia kwenye raundi ya pili itakuwaje? Manake Marekani, nadhani unanielewa, Marekani atafulia kabisa makombora, atakuwa hana tena. Takuelezea vizuri ni kwa nini. Lakini kuna 50% ya interceptors kwenye mfumo wa hizo interceptors, makombora yale ambayo yanawekwa kwenye mifumo ya ulinzi kwa ajili ya kuintercept. Tunaambiwa 50% ya haya makombora yametumika, na uzalishaji wake ni gharama, kwa sababu interceptor moja, lile kombora lile linaloenda kuintercept adui wakati amepiga kombora lake linakuja, unaambiwa lile linatumia dola milioni 4 na zaidi. Inategemea ni kwenye mfumo upi wa ulinzi. Sasa mifumo mbalimbali. Inategemea sasa ni kwenye mfumo upi wa ulinzi. Kwa hiyo unaona pale hizo interceptors zimetumika kwa 50%. Lakini mfumo huu maana hizi interceptors ni mfumo wa THAAD. Mfumo wa THAAD umetumia 50% ya hizo interceptors, yani hayo makombora ya kwenda kuzuia hatari inayokuja. Huu ni mfumo wa THAAD. Lakini kuna mfumo wa Patriot pia, ilikuwepo, yote iko pale Mashariki ya Kati, na yenyewe imetumia 50% ya hizo interceptors. Alafu kuna makombora ya masafa marefu ya Tomahawks. Haya unaambiwa yametumika kwa 30%. Usisahau au msisahau ndugu zanguni, kuna meli pia niliripoti hapa ilizamishwa upande wa bahari ya Sham, ambako huku kuna wale wazee wa Yemen wako pale. Walizamisha meli hii ambayo na yenyewe ilikuwa na makombora mbalimbali, mpaka Tomahawks zilikuweko huko ndani. Okay, tuachane na hayo. Ukiangalia kuna 20% ya long range ambayo ni JASSM. Haya ni makombora ya kurusha na ndege ambayo ni long range missiles, na yenyewe pia vile vile yametumika kwa 20%. Makombora ya namna hii 20%. Alafu ukiangalia kuna makombora yanaitwa SM3 na SM6 yametumika kwa 10%. Hizi ni interceptor, ni makombora ya kuintercept kutokea kwenye mifumo ya ulinzi ambayo ni SM3 na SM6 yametumika kwa 20%. Kwa hiyo ina maana kuwa Marekani anaenda chini sasa. Yani hifadhi ya makombora ya Marekani iko chini. Maana yake ndivyo hivyo. Kwa hiyo sasa tunachokiangalia hapa ama ninachotaka kukiongea ni kitu gani? Au ni nini hasa ninachokiongea? Ni kuwa sasa ukijaribu kuangalia hili
ndilo linalofanya Marekani aingie kwenye mazungumzo, atake kuingia kwenye mazungumzo zaidi, wakati upande wa pili wenyewe wako kwenye wanakuambia sisi tutaendelea zaidi na vita zaidi. Sasa ukumbuke hizi silaha nilizokuambia sio silaha za kawaida, ni silaha ambazo zimetengenezwa kupiga kwenye shabaha, kulenga shabaha za mbali, lakini pia ni silaha ambazo zimetengenezwa kulinda kambi za jeshi la Marekani, pia kupangua na kuzuia hatari za makombora ya adui yanayokuja kutokea mbali. Ndio maana nimekuambia hapa kuna hizi interceptors, ambazo hizi interceptors zenyewe kazi yake ni nini? Kazi yake ni hiyo. Kwa ndugu zangu, unaweza kaelewa. Haya, turudi upande wa pili wa Iran. Upande wa pili wa Irani na kwenyewe kuliharibiwa sana viwanda vingi vya kutengeneza makombora, na launchers pad pia ziliharibiwa, mahali ambapo kombora natakiwa liweze kuwa launched kutokea hapo na kuenda huko ambako kombora hili limeenda, na zenyewe pia ziliharibiwa. Lakini sasa kwa upande wa Irani unaambiwa kwenye huu muda huu wa ceasefire ndio wameweza kutengeneza kwa haraka zaidi. Kumbuka teknolojia ya Irani ni teknolojia ambayo haitumii gharama kubwa sana. No, ni teknolojia inayotumia gharama ndogo sana. Kwa kwenye huu wakati unaambiwa Irani ndio wametengeneza silaha nyingi zaidi kuliko Marekani, kwa sababu sasa Marekani ukumbuke, haya niliyokutajia mfano makombora haya, kukava hii 45% ya makombora tu, ukiachilia mbali hizo interceptors kwenye hiyo mifumo ya ulinzi, haya makombora tu inaweza ikatumia kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 5 kuweza kukava hii hasara ambayo wameipata Marekani kwa makombora ambayo wameshayatumia tayari. Sasa je, unadhani Marekani yuko tayari kuingia tena vitani kwa mara ya pili au kwa mara nyingine? Ndio maana unaona Donald Trump anasisitiza sana mazungumzo yawepo kati ya Irani na Marekani. Kifupi ni kuwa amezidiwa, ndio maana nakwambia hivyo. Na kwa sababu kama nilivyokuambia kuwa utengenezwaji wa silaha hizi za Marekani zinahitaji muda zaidi na zinahitaji gharama kubwa pia zaidi kuweza kutengeneza. Ukumbuke kuwa lazima waunganishe parts mbalimbali, na Marekani pia wafanyakazi sio wengi tofauti na Irani. Irani wafanyakazi ni wengi kwa sababu population ya Irani kama unavyojua tena, na wale watu kila kitu wanatafsiri kwenye muktadha wa dini unaona, hawa Wajemi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia. Kwa hiyo sasa imekuwa kwa upande wa Irani, kwa sababu naambiwa kwanza kwenye hizi siku 60 na za vita tunaelekea siku za kuelekea 70 huku, mpaka hapa tulipofikia kwa sasa, Irani kama Irani kwa namna ambavyo wamefika mahali sasa wametengeneza silaha nyingi sana kwenye huu mwezi hapa, kumbuke hilo. Kwa hiyo kifupi ni kwamba mtu mzima amezidiwa, ila sasa atafanya nini? Na ukumbuke hii vita ni yeye ndio alianzisha katika kile ambacho alikiita Operation Epic Fury, na leo anataka imalizike kidiplomasia. Kumbuke mwanzo kabisa Irani walisema kuwa swala la kuanzisha vita hilo tunamwachia Marekani, lakini vita vitaendeleaje na vitaishaje hilo watatuachia sisi. Je, ndio kauli ya Irani inatimia sasa? Kwa sababu hawajataka mazungumzo, na mazungumzo haya Donald Trump ndo anasisitiza zaidi kwenda mazungumzo. Ndio maana nimedumu kukuambia inakuwaje operation ambayo Marekani aliianzisha kwa lengo la imalizike kijeshi, lakini operation hii Marekani anataka kuimaliza kidiplomasia. Diplomasia ilichukua njia, wakavuruga mazungumzo. Nakumbuka mwezi ule ulikuwa ni wa 6 2025. Aya, wamekuja tena, mazungumzo yameendelea pale Muscat, Oman, yamevurugika. Wakahamia Geneva raundi ya kwanza. Raundi ya pili wanaingia kwenye mazungumzo Marekani na Israeli, wakavuruga yale mazungumzo, wakaenda kuishambulia Iran. Leo hii ni nini hasa ambacho Donald Trump anachokitaka? Analazimisha mazungumzo yawepo, wakati wanaume wamesema hatuwezi kuzungumza bila masharti haya, ili na ili na ili liweze kutimia. Kama utaki basi tuko tayari kuresume, tunaingia kwenye vita tena, raundi nyingine tena. Jamani, ndugu zanguni, wanaingia kwenye raundi nyingine ya vita, wakati ambapo nimekuambia 45% ya makombora ya Marekani yamepotea. Na hii nilikuambia, nitakuambia ni kwa sababu gani. Kwa sababu Irani kama nilivyokuambia wanatumia mfumo unaoitwa asymmetric warfare.
Kwa nini? Mfumo ni wa namna gani? Kutuma vidrones hivi vidogo vidogo ambavyo ni lazima tu mifumo ya ulinzi ya Marekani itafanya interception. Lazima iende ikazuie hivi vidrones, kwa sababu uwezo kajua, maana wale Wajemi wana hila chafu kweli wa Irani. Wanatuma drones hivi, kundi la drones kama 100 hivi. Kwa hiyo mifumo ya ulinzi inatoka inaanza kushambulia, na unaambiwa sasa kuangusha drones moja wakuta sio kombora moja, naweza kawa makombora mawili, wakati mwingine matatu au manne. Sasa kombora moja imagine ni bilioni 10. Alafu kidronesi kimoja ni milioni 50. Yaje makombora manne ndo yakiangusha hicho kidronesi. Unaona watakuwa wametumia bilioni 40 kwa milioni 50. Ndio hiyo sasa tunaita Irani alijua kabisa kupigana hivi kuzichapa na Marekani ni ngumu kidogo. Kwa hiyo atakachokifanya atapeleka mgogoro utakuwa ni wa ukanda mzima, na aliongea. Sasa mkinishambulia mgogoro huu mjue sio wa Irani na Israeli, utakuwa ni wa huu ukanda mzima huu. Ndio maana alianza kushambulia. Sasa aliongea, lakini alionya mwanzo. Akasema mkijaribu kufanya hivyo msifanye hivyo. Na kwenye yale mazungumzo kulikuwa kunaenda vizuri, basi tu ni Marekani, unajua tena. Palikuwa panaenda vizuri sana katika yale mazungumzo kwa sababu Irani alikuwa ameshikilia hiyo urutubishaji wa uranium kama ni kete muhimu sana kwa kutaka Marekani aondoe vikwazo vya kiuchumi kwa Iran. Walisema kabisa tutaacha kutengeneza tutaacha kurutubisha uranium na hatutatengeneza mabomu ya nyuklia iwapo mtatuondolea vikwazo. Lakini Marekani wakasema hapana, maana si walikuwa wanajiamini kijeshi. Sasa kumbe waliyemwingilia, unajua ni ile umeenda na kiatu unajiamini, kumbe chini umewekewa msumari wa moto, umeukanyaga sasa na umeshikiliwa hapo hapo, hamna namna ya kutoka. Nafikiri unaelewa maumivu yake, unasikiliziaga huku kwenye moyo huku. Kwa ndicho ambacho sasa Irani wanaifanyia Marekani. Asanteni sana wana IBM channel, na washukuru.